Naam, kama kawaida mpendwa wa msikilizaji, hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Ninayo furaha tele ya kuweza kukualika kuzisikiliza vema habari zetu za asubuhi ya leo, ambazo zinajikita sana katika hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asubuhi ya leo mpendwa wa msikilizaji, utakujuza mengi kuhusu kile ambacho endelea uko kwenye uwanja wa vita mashariki mwa DRC. Lakini pia tutakuletea matokeo ya wiki nzima ya mapambano ambayo yameripotiwa sehemu mbalimbali za Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu ya Kusini. Hivyo ili uwe wa kwanza kuendelea kupata habari za nchi, hakikisha tuna subscribe channel hii, kukomenti, lakini pia unasambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani, na kusihi tuende sambamba asubuhi ya leo. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza vema kwa muda na majira kama haya. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo, na habari kutoka mashariki mwa DRC semazo kuwa jeshi la taifa FARDC limefanikiwa kumkamata Jenerali Eric Ruorimbere anayejulikana pia kwa jina la Tangode kwa tuhuma nzito za usaliti mkubwa dhidi ya serikali ya Kongo. Tukio hili limetokea tarehe 1 Novemba mwaka wa 2025 na limezua hisia tofauti miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyoko karibu na uongozi wa FARDC, jenerali huyo amekamatwa akitoa kwa muda mrefu kauli zenye kuleta mgawanyiko na uchochezi ndani ya jeshi, kinyume na maadili ya kijeshi. Aidha, inadaiwa kuwa alikuwa akihusiana na makundi ya waasi yanayopigana mashariki mwa Kongo, ikiwemo RDF, M23, Ngomino Tuganeo pamoja na Red Tabara. Tuhuma hizo zimemweka katika nafasi ya usaliti mkubwa wa nchi kwa kushirikiana na mahadui wa taifa. Ikumbukwe kuwa Jenerali Eric Ruorimbere si jina ngeni katika historia ya migogoro ya Kivu. Wakati wa uasi wa CNDP ulioongozwa naye Laurent Nkunda, Ruorimbere alikuwa mkuu wa ujasusi wa kijeshi ndani ya harakati hiyo ya waasi kabla ya kujiunga rasmi na jeshi la taifa baada ya makubaliano ya kuingizwa kwa waasi katika FARDC. Kwa sasa uchunguzi wa kijeshi unaendelea na mamlaka imeahidi kwamba ukweli utajulikana na sheria itafuata mkondo wake. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kukamatwa kwa afisa wa ngazi ya juu kama Tangode kunaonesha jitihada za serikali katika kusafisha jeshi dhidi ya usaliti na uhusiano wa siri na waasi. Hadi sasa FARDC haijatoa taarifa rasmi kwa umma, lakini vyanzo vya ndani vinasema kuwa jenerali huyo anahojiwa katika kituo maalum cha kijeshi. Na kabla hatujaelekeza uko kwenye uwanja wa vita, tukuletee matokeo ya wiki nzima yaliyoendelea katika jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimbo ya Kivu ya Kusini. Moja kwa moja tujelekeze kwanza uko Bukavu, ambako wakaaji wa mji wa Bukavu mkoani Kivu Kusini wanaendelea kuomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na makundi ya wazalendo kuchukua hatua za haraka kuwaokoa raia wanaoendelea kuteseka chini ya utawala wa waasi wa AFC M23 katika mateso yanaendelea mashariki mwa nchi hiyo. Maombi hayo yamekuja baada ya tukio la hivi karibuni ambako vijana kadhaa walikamatwa, wengine walipigwa vibaya na baadhi yao hawajulikani wapi walipo hadi sasa, kufuatia msako uliofanywa na wapiganaji wa AFC M23 katika maeneo kadhaa huko Bukavu. Wananchi hao pia wamepongeza juhudi za jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanaoendelea kupambana na makundi ya waasi, lakini wanasisitiza hoja ya msaada wa haraka ili kuokoa raia walioko katika maeneo ambayo yanaendelea kuwa ngumu kwa raia kuendelea kuishi. Taarifa kutoka mashariki mwa Kongo zinaendelea kuonesha kwamba mgogoro wa ukosefu wa usalama bado ni changamoto kubwa, huku idadi ya wakimbizi wa ndani ikiongezeka siku hadi siku. Huyu hapa ni mmoja miongoni mwa wakaaji wa uko Bukavu, anatoa ombi na sauti, anapaza sauti kuomba viongozi wa serikali kufanya ima kwa ajili ya kwenda kuwaokoa. Bandugu yetu wapenzi, muko wapi? Muke muokoe watu.
Huku Bukavu watu wanaisha. Bazalendo muko wapi? FARDC muko wapi? M23 inakuwa na effectif ya kidogo, inaanza heba batu Bukavu mkijeshi par force. Maimage zile zetu tunabatumia pale, muangalie vile banaiba watu par force. Donc walianza depuis asubuhi yuko nasomba mabedi. Banakamata ba jeune, banabatia mulupango ya bapadiri Kamagema Bukavu. Ngambo ya kwa Mukwege Bukavu, Kamagema Panzi. Banatola ba jeune bote banabamaliza koyoba mkijeshi. Donc Bukavu tunakuwa system ya Rwanda, no kapima lie banakupiga risasi. M23 ikia okoa batu, M23 ilikia uando batu. Ilikia uando batu, ikia ndo kuokoa. Bandugu yangu bapenzi, hatuyue kama tuko mkiangapi. Guvernema ingijipanga haraka haraka. Jua bajamaa nao biko banajipanga panga nabo haraka haraka. Jua wanaangalia effectif yabo inakuwa kidogo. Effectif yabo inakuwa kidogo sana, banaangalia kuna kisa bataweza FARDC, fo bakamate ba jeune par force. Ile systeme ya Rwanda. Na sasa banakamata vile par force banabamite konya iko kumakwabo. Na kule kama baende hivi banda kama 3000 personnes. Mwele 3000 personnes ya kutarudia ndio 1500 personnes wala 2000. 1000 nayo inakufa. Banakulisha watu sama makuku kule. Umata kuku na kulaka mzuri. Atuye tuko mkiangapi kweli? Na sasa tujelekeze moja kwa moja uko kwenye uwanja wa vita, mpendwa msikilizaji, tukuletea matokeo ya wiki nzima ambayo tumeiacha hapa. Ni kwamba mapigano makali yameongezeka wiki hii katika maeneo kadhaa jimboni Kivu Kaskazini, hususan na katika maeneo ya Masisi na Walikale, kati ya wahasi wa AFC M23 dhidi ya vikosi vya Wazalendo. Katika kijiji cha Kalembe katika eneo la Bashele Mokoto wilayani Masisi, wanawake wawili wameuawa usiku wa kuamkia tarehe 2 Novemba kufuatia mapigano makali kati ya pande hizo mbili. Mashahidi wamesema kwamba wapiganaji Wazalendo walivamia ngome za wahasi, lakini walijiondoa baada ya saa 4 ya mapigano. Siku mbili kabla tarehe 31 Oktoba katika kijiji cha Baombo, uchifu wa Osobanyungu, wahasi wa M23 wajaribu kupanua eneo lao kutoka Ukondete lililokuwa mikononi mwao tangu siku iliyotangulia. Hata hivyo, jaribio hilo lilikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wapiganaji Wazalendo ambao waliweza kuwazuia wahasi hao, na mpaka sasa waendelea kusalia maeneo hayo licha ya hali ya wasiwasi kutanda. Tarehe 30 Oktoba, wahasi wa AFC M23 walidhibiti rasmi eneo la Ndete baada ya mapigano makali kati ya vikosi vyao dhidi ya wapiganaji Wazalendo huko ni katika wilayani Masisi na Walikale. Katika wilayani Walikale, mapigano mengine yamezuka usiku wa tarehe 1 hadi tarehe 2 Novemba katika eneo la Buhaya milimani karibu na mji wa Mpeti, umbali wa kilomita 18 kutoka huko Pinga. Baada ya saa kadhaa za mashambulizi, pande zote mbili zilirudi katika nafasi zao za awali. Tarehe 28 Oktoba katika kijiji cha Kibati, bado katika Walikale, mapigano yalikuwa yamesitisha usafiri katika maeneo ya Kashebere na Mungazi, lakini usafiri huo umerejea siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, kama sehemu za utekelezaji wa makubaliano ya Washington, jeshi la serikali FARDC limezindua tarehe 31 Oktoba kampeni za kuhamasisha wapiganaji wa FDLR kujisalimisha kwa hiari katika wilayani Walikale. Msemaji wa FARDC Meja Dieudonne Kasereka amewataka wapiganaji wa FDLR kuweka silaha chini na kuepuka umwagaji damu. Viongozi wa kidini na wajadi wametakiwa kushirikiana katika kampeni hiyo inayoongozwa naye Luteni Kanali Tasi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, akiwa kiongozi makao makuu ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, wapiganaji wa FDLR bado wanapatikana maeneo mbalimbali ya uko Walikale, lakini pia uko Masisi pamoja na Ruchuru.
Na tukisalia tu na habari kutoka kwa kwenye uwanja wa vita ni kwamba hali ya utulivu kwa muda imerejea Jumapili tarehe 2 Novemba mwaka wa 2025 katika eneo la Buhaya, vilima vinavyozunguka makazi ya Peti, takriban kilomita 18 kutoka mji wa Pinga katika kundi la Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya jadi vya eneo hilo vinasema kuwa wapiganaji wa AFC M23 na makundi ya wazalendo walijikuta uso kwa uso usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, wakati wote walipokuwa wakifanya doria za kivita. Baada ya kukutana kwao, mapigano makali yalizuka na milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika usiku kucha, hali iliyowatisha wakaaji wa vijiji jirani. Baada ya mapigano hayo, kila upande ulirudi katika ngome zake, AFC M23 wakiwa Mpeti na wazalendo wakirudi maeneo ya Mera. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi, lakini eneo limekuwa tulivu kwa muda mfupi. Na moja kwa moja jelekeze uko Fizi ambako ajali ya barabarani imesababisha vifo vya watu 5 na majeruhi 5 katika kijiji cha Swima. Ajali mbaya ya barabarani imetokea asubuhi ya Jumapili tarehe 2 Novemba mwaka wa 2025 katika kijiji cha Swima kilichoko katika kundi la Babungwe Kaskazini, sekta ya Tanganyika, eneo la Fizi, majira ya saa 2 asubuhi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, watu 5 wamepoteza maisha na wengine 5 wamejeruhiwa vibaya katika ajali hiyo. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni waraia 4 pamoja na askari jeshi mmoja wa FARDC aliyekuwa akitokea uko Makobola kujelekeza Mboko. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa chanzo cha ajali hiyo ni hali mbaya ya barabara nambari 5 pamoja na mwendo kasi kupita kiasi. Gari hiyo aina ya Beibeni iliyokuwa ikitoka uko Uvira kuelekea Misisi ilikuwa inabeba watu pamoja na mizigo kupita kiasi. Ilipofika eneo la Swima pembezoni na kituo cha afya, iligonga ukuta ghafla na kusababisha gari hiyo kuweza kupinduka. Taarifa zaidi zinasema kuwa dereva wa gari hilo alitoroka baada tu ya ajali na hadi sasa hajulikani ni wapi ambako anapatikana. Wakaaji wa eneo la Swima wanaomba mamlaka husika kuboresha barabara nambari 5 ili kuimarisha usalama wa barabarani ili kuepusha matukio mengine ya huzuni kama haya ambayo imetokea Jumapili tarehe 2 mwezi Novemba mwaka wa 2025 uko Swima. Manyema. Serikali ya jimbo la Manyema imelaani vikali kitendo cha mtu anayejiita kiongozi wa kundi la kizalendo kujipatia mamlaka ya serikali katika eneo la Babuyu wilayani Kabambare kusini mwa jimbo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mtu huyo anayejitambulisha kwa jina la Generali Omar Brown, kiongozi wa kundi mojawapo la kizalendo, amewafukuza watumishi wa umma waliokuwa wakisimamia ukusanyaji wa mapato ya serikali na kuchukua udhibiti wa mapato ya eneo hilo kwa niaba yake binafsi. Katika baraza la mawaziri lililofanyika Jumamosi tarehe 1 Novemba, serikali ya mkoa huo imetoa tamko kali la kulaani vitendo hivyo. Msemaji wa serikali wa jimbo hilo, Profesa Ali Kiamasa, amesema matendo hayo ni yasiyokubalika kabisa. Tabia kama hii haipaswi kuonyeshwa na mtu anayejiita mzalendo. Wazalendo walikusudiwa kusaidia jeshi la taifa, kulinda uhuru wa nchi, sio kuchukua nafasi ya mamlaka ya serikali, ameeleza Profesa Kiamasa, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni usaliti wa dhamira ya asili ya makundi ya kujilinda. Serikali ya jimbo imesema ina wasiwasi mkubwa juu ya kitendo hicho cha kuchukua mamlaka ya kifedha ya serikali, hatua inayoweza kuhatarisha utulivu wa umma na misingi ya utawala bora katika eneo hilo. Taarifa kutoka Babuyu zinaeleza kuwa licha ya onyo hiyo kutoka kwa serikali ya Manyema, wapiganaji wanamtii Generali Omar Brown wanaendelea kukusanya kipato cha umma kinyume cha sheria huku wakidhibiti baadhi ya ofisi za utawala.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanasema kuwa hali hiyo imetokea katika mazingira ambayo tayari yamekumbwa na udhaifu wa usalama katika kusini mwa Maniema, eneo linalokabiliwa mara kwa mara na vitendo vya makundi yenye silaha. Serikali ya mkoa inasema kuwa itachukua hatua za haraka kurejesha mamlaka za serikali katika eneo la Babuyu ili kuepusha hali hii kutopelekea machafuko mapya ya kuathiri juhudi za kurejesha amani na utulivu katika jimbo hilo. Kwa sasa wananchi wa eneo hilo wamehimizwa kushirikiana na vyombo vya usalama na kuepuka kushiriki au kuunga mkono shughuli zozote zinazoendeshwa nje ya mfumo wa kisheria na serikali. Naam, kama kawaida mpendwa msikilizaji, hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo ambazo unazipata moja kwa moja kutoka Amani TV Media. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, hakikisha kwamba una subscribe, una comment, lakini pia una share habari zetu kwa walio wengi zaidi. Pia habari hizi unazipata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook na YouTube. Huko Shabundu natupata vema kupitia Radio Mutula FM. Na sasa tutimilishe taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo na habari kutoka huko Misri ambako Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akiwa ziarani nchini Misri amemshutumu Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa kupanga kugawanya taifa la Kongo na kutoa eneo la mashariki lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Akizungumza mbele ya wanadiaspora wa Kongo mjini Cairo, Rais Felix Tshisekedi alisema nia zake ni za kichokozi na za kutaka kutawala. Lengo la Rais wa Rwanda Paul Kagame ni kugawanya taifa letu, hata kuunganisha na Rwanda, sehemu ya mashariki ambayo ni tajiri kwa madini na ardhi ya kilimo. Tshisekedi alikuwa akizungumza na raia wa Kongo wanaoishi huko Misri, wakiwemo wanafunzi, wafanyabiashara, wafanyakazi na wanajeshi walioko kwenye mafunzo. Akitaja hali ya usalama inayozidi kuzorota mashariki mwa Kongo, kiongozi huyo alikumbusha juhudi mbalimbali za amani zinazofanyika katika mji wa Nairobi, Luanda, Doha na Washington. Alisikitika kwamba mkutano wa Luanda wa mwezi Septemba mwaka wa 2024 haukufanikiwa baada ya Rais Kagame kushindwa kuhudhuria mkutano huo. Hata hivyo, Rais Felix Tshisekedi alisema serikali yake inaendelea na juhudi za kidiplomasi, akisisitiza kwamba Kongo imeweza kushawishi jumuiya ya kimataifa kuweka vikwazo dhidi ya Rwanda. Pia amebainisha kwamba mazungumzo ya amani mjini Doha yanatarajiwa kuanza tena wiki ijayo. Ameongeza kuwa baada ya hapo Marekani kupitia rais wake Donald Trump itatuita mimi na Rais Paul Kagame twende Washington ili kutia saini makubaliano ya Doha na Washington. Matamshi haya ya Rais Felix Tshisekedi yanakuja wakati mapigano makali yanaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali linalosaidiwa na vikundi vya wapiganaji wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 ambao kwa mujibu wa Kinshasa na Umoja wa Mataifa wanaungwa mkono na Rwanda. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Na kualika tena kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye. Kwaheri.